Kichwa cha somo, andika kukombolewa kwa damu ya Yesu. Maandiko ya Biblia katika kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 18-19. Mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, si kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa, ili mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa, mliupokea kwa baba zenu, mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani, bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila, kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, asiye na waa, yani ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Somo ni somo la ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Usipolielewa hili somo, hata kuwepo kwako kanisani hakukusaidii. Kuomba kwako hakukusaidii. Kili kwako Yesu bado hakutakusaidia. Watu wengi wameokoka lakini wapo katika shida, wapo katika utumwa, wapo katika mateso sababu hawajajua siri hii. Kuna vitu unashindwa kuvishinda kwa sababu hujajua kwamba wewe umekombolewa. Jambo lolote ambalo linakushinda, si kwamba Mungu ameshindwa kutenda kwenye maisha yako. Mungu alikwisha kumaliza, lakini wewe bado hujajua siri hii. Kwanza nataka tutazame vitu viwili. Jambo la kwanza, maana ya kukomboa ni kulipa deni la kitu kilicho rehani au kilichokuwa kimetekwa kwa madai, na baada ya kukilipia deni hilo kinakuwa miliki yako. Ununua kitu, labda ni shati, labda ni nguo, ama ni gari, na kuifanya kuwa yako. Hapo tunasema umekikomboa kile kitu. Tunapoongelea juu ya kukombolewa, ni kulipiwa deni na kuhamishwa katika milki ya utumwa, milki ile ya kwanza, na kuwekwa huru. Kukombolewa, kukombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunazungumza juu ya kazi ya Yesu Kristo msalabani. Yesu Kristo alitukuta tumeshikwa, tunamilikiwa na adui shetani, tupo katika mikono ya adui shetani. Yesu Kristo akaja kutukomboa. Na kwa nini tulikuwa kwenye miliki ya shetani? Kwa sababu shetani alitumiliki kihalali baada ya kuwa amemdanganya Adamu pale Edeni. Shetani akawa ametumiliki wanadamu kwa uhalali kabisa. Biblia inasema kila tendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa hiyo Yesu Kristo akaja kutukomboa kutoka katika miliki ile. Nataka unielewe vizuri sana hili somo. Kumekuwa kuna masomo mengi ya kujaribu kuwasaidia watu ili watoke, lakini siri yote imebaki hapa katika kukombolewa. Unapoona Biblia hii, Biblia, kiini cha hii Biblia ni ukombozi. Vinakamilishwa katika ukombozi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yesu Kristo alikuja kama ambavyo wewe unaenda dukani kununua kitu, na ukienda kununua kitu unatajua bei, na ukitajua bei unalipa ili kiwe chako. Yamkini kuna mtu ametekwa, ameshikwa, au ameshikiliwa na polisi, au ameshikiliwa na wadeni wanaomdai, wanamtesa. Hata kama ni ndugu yako, hata kama ni mtoto wako, huwezi ukamtoa katika ile mikono mpaka uhakikishe umelipa haki ya wale watu, deni lao wanaodai. Kwa hiyo Yesu Kristo alipokuja alijua kabisa sisi hakuna namna yoyote ya kutusaidia isipokuwa ni kulipa lile deni tunalodaiwa. So alipokuja akalipa deni, na alipolipa deni akawa ametukomboa, na alipotukomboa akatuweka huru. Usipofahamu hiyo itakupa shida. Wengi wanasema nimeokoka, lakini ukiona maisha yao yakitumwa na mateso kwa sababu hawajajua. Hata kama wewe ni mkongwe katika kanisa, hata kama umekaa muda mrefu kwenye ibada, lakini usipoijua hii siri utakuwa bado mtumwa. Tunatakiwa tumshinde shetani kwa sababu sisi ni washindi. Ili ukakomboe kitu, nimekwambia kuna vigezo vimewekwa. Ili uende dukani ukanunue kiatu unachokitaka, kila kiatu kina bei yake, na unaambiwa kiatu hiki bei hii. Usipolipa ile hela huwezi ukapata. Yesu Kristo alipokuja duniani alikutana na masharti, ilibidi atimize sawasawa ili akamilishe kazi ya msalabani. Hakusema tu imekwisha hivi hivi. Aliposema imekwisha, ina maana alihakikisha hakika ametimiza haki yote ambayo inatakiwa itimizwe ili wewe na mimi tuwekwe huru. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunawekwa huru kutoka katika kila namna iliyokuwa inatushikilia kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Damu
isiyo na waa, damu kama ya mwanakondoo asiye na hila, asiye na waa, damu ya thamani, damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Ili ukomboe kitu chochote ni lazima ulipe gharama sawasawa au inayotakiwa na mmiliki wa wakati huo. Ili ukomboe kitu chochote ni lazima ulipe gharama sawasawa au inayotakiwa na mmiliki wa wakati huo. Yesu Kristo alikidhi vigezo hivyo na kwa damu yake alitukomboa. Yesu Kristo alikidhi vigezo hivyo vya jinsi ya kukomboa. Kwa hiyo tunaposoma maandiko katika kitabu cha Mtume Petro kwa habari ya kukombolewa, anasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa. Hapa kuna mambo manne ambayo nataka nikuonyeshe, ambayo Mtume Petro anayafafanua kwa kanisa. Anazungumza na kanisa, anazungumza mambo manne ambayo hayo yanakamilisha ukombozi kwa mwanadamu. Yule ambaye amekombolewa ni lazima yajue mambo haya manne. Jambo la kwanza ambalo nataka tutazame pamoja katika mambo haya manne. Jambo la kwanza, andika ufahamu. Jambo la pili, mlikombolewa. Jambo la tatu, kutoka. Na jambo la nne, damu ya thamani ya Kristo. Tunapozungumzia ukombozi, mambo haya manne ndio mambo ambayo Petro anayaeleza. Anaposema juu ya ufahamu, kwanza kabisa anazungumza, anasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa. Usipokuwa na ufahamu juu ya kukombolewa, hata kama umekombolewa, bado utaishi kama mtumwa. Petro anawaambia kanisa, ama analiambia kanisa juu ya kuwa na ufahamu katika kile chote ambacho Yesu Kristo alikifanya pale msalabani. Kile Bwana Yesu alikifanya pale msalabani ni ufunuo tosha wa ushindi dhidi ya dhambi na shetani. Petro anasema kwanza, anasema ninyi mfahamu kwamba mlikombolewa. Kwa kwanza anazungumza ninyi mfahamu. Kutokufahamu kutakunyima haki ya kisheria. Kufahamu juu ya haki ulionayo kisheria kutakupa kuishi maisha ya uhuru na amani. Mtu ambaye anafahamu kwamba anayo haki ya kisheria, mtu huyu hawezi teswa na mapepo, hawezi teswa na majini, hawezi teswa na mizimu, hawezi teswa na misukule, kwa sababu ndani ya ufahamu wake anajua amelipiwa deni, anajua amekombolewa, anajua yeye ni kiumbe kipya. Namna gani ulikombolewa? Lazima mtu wa Mungu uelewe, lazima uelewe. Huwezi ukawa thamani usipojua thamani ambayo ulikombolewa, kwa sababu sisi sio nguo, sio mashati, sisi ni wanadamu. Sisi sio ng'ombe, sio kuku, sisi ni wanadamu. Petro anaanza kwa kusema nanyi mfahamu. Ufahamu kile Yesu alichokifanya pale msalabani. Ufahamu kwamba kwa nini aliangikwa msalabani. Ukifahamu kwamba kwa nini Yesu alienda msalabani, utajua kwamba wokovu sio dini. Ila usipofahamu, utapigana kwa ajili ya dini yako. Nataka niongee na kanisa la leo, kanisa ambalo limeona kwamba ukombozi wa Yesu msalabani bado hautoshi. Unajua kwa nini watu wa zamani, miaka ile wokovu, mimi nakuwa miaka ya 90 kule nakuwa, wazazi wetu kwanza ilikuwa sio rahisi mtu kujiita mlokole kama hajaokoka. Unanielewa? Leo hii ulokole umekuwa fashion. Kwa nini? Watu hao hawajui kwamba kuwa umeokoka ni kutangaza mauti ya Yesu Kristo pale msalabani. Hizi wokovu imekuwa ni fashion. Wanaume wana maeleni wanasema umeokoka, na wamekuwa saizi walimu wao ndio wamekuwa wana hatari. Ukigusa tu juu ya hapo watakuja wakujibu, wafunue na vitabu. Wokovu umekuwa tia maji. Ndio maana bado uone hiyo testa ya wokovu. Wale watu walikuwa wameacha yote. Anajua mimi nimelipiwa gharama. Natambua Yesu Kristo lazima ifike wakati akugusishe, uone kilichotokea msalabani, ujue yale maumivu aliyoyapata, uone ndani ya moyo, uone uisi ndani ile shida adha, kwamba haikuwa rahisi Mungu aache enzi aje kututafuta sisi, azaliwe kama mwanadamu, aishi sivyo kama ambavyo mnazitazama zile movie. Ni zaidi ya hapo. Usipofahamu utateseka. Ndio maana watu wanahangaika. Wapo kanisani lakini wanahangaika, bado wana shida. Kwa nini bado wana shida? Hawajui kuwa Yesu alizimaliza zile shida zote. Kwa nini hawajui? Kwa sababu hawajajipa muda wa kuchunguza nini maana wokovu, ama ni nini kilifanyika. Yohana anasema kwa maana ya jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Jinsi hii, jinsi gani? Unaelewa? Leo hii mtu akiokoka anaogopa kuchekwa, anaogopa kujitofautisha na dunia, anaogopa kuchukiwa, kukataliwa. We bado hujaokoka. Waliokoka wamehamishwa huko.
Hawaogopi aibu na ukoo, hawaogopi jamii itamsemaje, hawaogopi jirani atamcheka, hawaogopi watamtenda, bali anasimama mahali Mungu amemweka. Kwa maana najua kuna mahali nilitolewa, nililipiwa gharama, nilifutwa matope. Lakini leo hii tumekuwa, anasema Yesu lugha ngumu, anasema ni kama nguruwe aliyooshwa amerudi kugagaa matopeni. Mtu huyu hajui haya ni matope na nimeshaoga. Lazima tujue kile Yesu Kristo alikifanya msalabani ili kulipa deni zetu. Mfalme ana mamlaka, uwezo wa kuamrisha kitu chochote, lakini kitokea mtoto mdogo ndo anatakiwa alisi ufalme kwa wakati huo babake ameondoka, atatawazwa kuwa mfalme katika umri wake ule. Let's say ana miaka 9. Nyuma yake atapewa mtu ambaye anaweza kumuamulia nini afanye. Sijui kama unanielewa. Lakini huyu ni mfalme, lakini mambo anayoyaamua juu ya nchi sio yeye anayeamua. Kwa hiyo atakuwa ni mfalme, lakini akirudi nyumbani, kama ni mama ndo anemsimamia, anampiga fimbo, anamfinya. Hotuba anaandikiwa na anaambiwa kasome hii. Kwa nini? Huyu bado ni mtoto. Sawa sawa na mtu ambaye ameokoka alafu hajui kile Yesu alifanya kwenye maisha yake, bado atapelekwa kwenye maandiko yoyote ama atapelekwa kwenye mapokeo ya namna yoyote. Na ndio maana unaona kanisa linapata taabu sana. Chochote kinachoinuka kwenye kanisa watu wanakifuata. Madam tu, mimi nashangaza hivi. Utaona watu wanatetea jambo kwa sababu kuna mtumishi ameongea, lakini mtu hajipi muda binafsi ya kwenda kufuatilia Biblia inasema nini juu ya lile jambo. Wanashindana juu ya mafuta, juu ya maji. Watu wanashindana juu ya sadaka, namna gani itolewe sadaka. Sadaka ipi ya kweli, sadaka ipi sio ya kweli. Sijui kuchinja, sijui kutokuchinja. Na watu wanajaa humo, lakini hawajipi muda wa kwenda kusoma Biblia, wajua Biblia inasema nini kwa ajili ya wokovu. Watu wale ambao walipokea wokovu siku zile tunakuwa wazee wetu wa imani, walijua kwamba ikiwa Yesu alikufa msalabani akasema imekwisha, kila kitu kimekwisha. Ufahamu, ukifahamu hivyo utasimama, hata shetani utamkemea. Kinachofanya shetani atoke ama pepo atoke ndani ya mtu si kwamba yule amini wewe unayo nguvu sana. Wewe unaijua haki yako. Kwa nini watu hawakai na mapepo? Mtu akai na mapepo sio kwa mapepo alimtaki kukaa, ila mtu huyu anajua hamna chochote kitakachomfunga. Ufahamu wake unafahamu kwamba yuko Bwana aliyemaliza pale Kalvari, yuko Yesu aliyekubali kufa kwa ajili yangu, mimi si mtumwa tena. Tukisoma katika kitabu cha Yohana sura 3 mstari wa 18, posema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa. Hilo ni tendo ambalo lilikwisha kufanyika. Yesu Kristo alikwisha kutukomboa. Sisi ni watu tulio huru. Yohana 3:18, naomba unisomee hiyo. Biblia inasema amwaminie yeye hahukumiwi. Amwaminie yeye hahukumiwi. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Asiyeamini amefanyaje? Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyemwamini yani amekwisha kuhukumiwa. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Yani kuna vitu ambavyo unatakiwa utazame. Wokovu ulikwisha kufanyika. Yesu Kristo alikwisha kulipa. Kama ambavyo tulikwisha kuokolewa, vivyo hivyo hukumu ilikwisha kutoka. Anasema asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Hapo ndo unakuta mtu ambaye hajamwamini Yesu Kristo, hata kama anayo dini, anatembea mtaani lakini alishahukumiwa jehanamu. Mtu anatembea lakini ni maiti, alikwisha kuhukumiwa. Lakini pale tu anapomwamini Yesu, automatically anakuwa amekwisha kusamehewa. Pointi ya pili, kukombolewa. Petro anasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa. Ukifahamu kwamba ulikombolewa, wewe utakuwa mtu huru, kwa sababu unajua yupo ambaye alikwisha kulipia deni. Sio leo. Tumesoma katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 18, anasema amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Tafsiri yake, mtu huyu tayari ili tendo lilikwisha kufanyika. Swala la msamaha ama swala la hukumu lilikwisha kufanyika tena hata kabla hatujazaliwa. Lakini Biblia inaenda mbali zaidi, inasema hata kabla dunia haijaumbwa haya mambo yalikwisha kutokea. Yesu alikwisha kukomboa. Tunazaliwa tunakuta haya mambo mawili yamekwisha kuwekwa. Wewe unachagua ubaki hapo hapo utumwani au uchukue hatua ya kwenda katika utawala mwingine ama miliki nyingine. Petro anaongea juu ya jambo ambalo lilikwisha kufanyika zamani anaposema mlikombolewa. Tukisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 20, lakini pia wa Efeso 1:4. Petro wa kwanza 1:20 Biblia ndio inasema
naye amejulikana kweli tangu zamani. Anasema naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia. Unasikia hilo? Kabla haijawekwa misingi ya dunia. Lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Wa zamani kwa ajili yenu. Yesu Kristo alikwisha kulipa deni. Yesu Kristo alikwisha kuratibu kwamba wokovu utakuwaje. Na ndio maana alipokuja duniani hakuona mashaka, hakuona tashishi, kwa sababu ni kitu ambacho alikwisha kukijua. Alijua anakuja kufanya nini, alijua ni nini. Ndio maana anasema kwenye ile Yohana, anasema alikuja kwao, alikuja kwake, lakini walio wake hawakumpokea, hawakujua kwamba yeye ndio aliyowafanya. Lakini pia Efeso 1:4 inasemaje? Kama vile alivyotuchagua, katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Yesu Kristo alikwisha kumaliza kazi yote msalabani. Alilipa deni zetu zote. Hivyo pale tu tulipomwamini kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tulisamehewa na kuingizwa kwenye milki mpya ya watoto wa Mungu. Kama ambavyo tulisamehewa, ndivyo ambavyo hukumu ilikwisha kutolewa kwa wasio amini. Jambo la tatu, kutoka. Hapo ndo nataka unielewe vizuri. Jambo la tatu, mpate kutoka katika mwenendo wenu. Yesu alitukomboa ili tupate kutoka. Tusipofahamu kwamba Yesu alitukomboa ili iweje, ndio ile utakuta mtu anasema nimeokoka, bado hana utofauti na mtu wa mataifa. Kwa nini? Hajui kwamba alikombolewa ili apate kutoka. Yesu alikuja kufa msalabani ili atutoe kwenye namna ya maisha hayo. Anasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikayo, dhahabu wala fedha, bali kwa damu. Anasema mlikombolewa ili mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa, upokea kutoka kwa baba zenu. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, ndio, kwa fedha au dhahabu, ndio, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa, mlioupokea kwa baba zenu. Mpate kutoka kwenye namna ya maisha, kwenye namna ambayo mlikuwa mnaishi, maisha ambayo tulikuwa tunayaishi, ambayo tumealisi kutoka kwa baba zetu. Kuna tabia ambazo tulikuwa tunazitenda, kuna mwenendo ambao tulikuwa tunaenenda kwa sababu tulilisi. Usimlaumu mtu anaenda kwa mganga wa kienyeji wakati amezaliwa anaona babake anaenda kwa mganga wa kienyeji. Mimi waga silaumu mtu huyo. Ila mtu huyo anapopata neema ya wokovu akaokoka akarudi tena kule, ndio nashangaa anasema huyu nguruwe vipi tena. Ukishampokea Yesu Kristo, hakuna chochote chenye haki ya kisheria ya kukumiliki. Unapoongelea juu ya haki ya kisheria unaweza kawa unielewi. Mungu tunayemwabudu ni Mungu anaitwa mhukumu wa haki. Hakuna mhukumu bila sheria. Kwa hiyo napoongea juu ya haki ya kisheria, maana yake katikati ya mashtaka, shetani yeye ni mshtaki wetu. Anaenda anatushtaki, huyu amezini, huyu ni mwongo, huyu alienda kwa waganga, na yale mapepo ya ukoo yanasema huyu anatakiwa halisi. Lakini sheria inasema kwamba Yesu Kristo amekwisha kumsamehe kwa sababu alikubali kumwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ile damu iliyomwagika msalabani inafanyika kuwa upatanisho wa yeye na Mungu. Yesu amemlipia deni, mtu huyu yupo huru. Hiyo ni haki ya kisheria. Kwa hiyo ikiwa Yesu amefanya hayo yote, lakini wewe ufahamu, tafsiri yake utaendelea na vya shetani, endelea kwenye mwenendo usiofaa. Yesu aliyekufa msalabani alimaliza yote. Haudaiwi, hakuna laana ya ukoo. Nisikilize mimi, laana za ukoo zinawashika watu ambao hawajajua. Ila sasa kwamba lazima ujue, utoke. Shida ipo hapa. Kwa nini mizimu inakushika? Bado hujatoka. Wana wa Israeli walikombolewa. Damu ya kondoo ikachinjwa, ikapakwa kwenye mimo ya milango. Damu ikanena mema. Damu ikawatoa kutoka kwa Farao. Ule ndio mfano ambao Yesu anatuonyesha. Wakatoka pale, wakaenda, akawavusha katika bahari ya Shamu, wakaingia jangwani. Alipofika jangwani wakasema tunakumbuka matikiti na matango kule Misri. Kuna namna unakuta mtu ameokolewa lakini bado anakumbuka vimaisha vya kule wapi? Na ndio maana unakuta kuna vitu vingi vimeshikilia. Yamkini mtu alipewa jina la ukoo, yeye amelipenda. Lile jina linayo maana kwamba mtu huyu tumemuita jina hili, ili jina la babu yake, tabia zote za babu yake lazima aishi nazo. Nataka nikwambie mimi uchomoki. Ushindi wowote unaotakiwa kuupata upo kwenye ufahamu.
Ukisoma katika kitabu cha Wakolosai, nataka nikuonyeshe kitu hiki. Sura ya kwanza nitasoma mstari wa 13 na 14. Wakolosai unayeandika sura ya kwanza mstari wa 13 na wa 14. Nisikilize. Biblia inasema hivi, naye alituokoa katika nguvu za giza. Listen to me. Anasema naye alituokoa. Kuna mtu anaelewi? Haleluya. Yesu alikwisha kumaliza. Naye alituokoa katika nguvu za giza, katuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kombolewa mtoke katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kutoka kwa baba zenu. Ule mwenendo tuliulisi kutoka kwa baba zetu. Na ndio maana mizimu inakwambia kabisa huyu ni babu yake. Sisi ni kina babu, unanielewa? Shetani anakuburuza kama hujui. Atatembea kichwani mwako kama hujui. Lakini ukiwa umefahamu, hana uwezo tena. Anasema naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, katuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ikiwa umesamehewa dhambi, hakuna chochote ambacho shetani atakifuata kwako. Shetani yeye anafuata dhambi. Dhambi haina maana kwamba unatenda ama utendi. Dhambi ni urithi, kupungukiwa na utukufu wa nini? Wa nani? Wote mmefanya nini? Kumbe watu wote walionekana ni wenye dhambi kwa sababu walilisi kwa baba yao, na kila tendaye dhambi ni wa ibilisi. Na anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa kila aliyetenda dhambi amehesabiwa afe. Kwa Yesu Kristo alipokuja duniani, alikuja kulipa gharama sawasawa na inayohitajika, kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa sababu sisi tulirithi dhambi kwa baba Adamu, ilibidi tufe ili tuhesabiwe haki. Sasa tukifa hatuwezi kufufuka tena. Ila yule mwanaume anasema anautoa uhai wake, alafu anautoa uhai wake kisha anautoa pale, akasema mikononi mwako baba naiweka roho yangu. Akashuka kuzimu. Shetani akajua ameweza. Anashangali mwanaume limeshuka, afu liko fulu masnonda. Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza. 5 mstari wa 9 na 10 anasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, sikiliza, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake. Kwa nini? Kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wamiliki juu ya nchi. Yesu Kristo alikubali kufa msalabani kwa sababu hakukuwa na namna nyingine ya kutukomboa isipokuwa ni kufa kwake. Damu za makondoo mafahali hazikufaa, ila damu ya mwana kondoo wa Mungu ilifaa. Alipotufia msalabani, alitununua. Yesu Kristo anasema katika Mathayo, msizani kwamba nimekuja kuleta amani bali upanga. Halo, mfitini mtu na mkwe mtu, baba na mama na mwanae sijui. Kwa nini? Katika ulimwengu wa roho unaweza ukawa una ndugu unawapenda, una ukoo unaupenda, lakini katika ulimwengu wa roho ule ukoo unamilikiwa na mababu wa mababu wa mababu. Mapepo yanamiliki kwa sababu babu zako waliabudu miungu, babu zako walikuwa wazinzi. Nataka nikwambie, tabia zote unazoziona watu wanaishi kwenye ukoo wao ama kwenye maisha yao zinatokana na mapepo ya ukoo. Hata mtu hawezi kukuloga kama hajaangalia kwenye ukoo wako kuna kubali nini. Na ndio maana unakuta kuna watu wana mapepo, alafu wanasema yale mapepo yanawalinda. Kwa nini? Nawapigania kwa sababu najua huyu ni mtu wetu. Kuna mtu anaelewa. Lakini mtu huyu akikosea masharti anaharibikiwa. Ya nini? Utasikia ana hali ngumu, akienda kuuliza kwa wazee anaambiwa kwamba hujachinja ng'ombe, umewasahau wazee. Anaenda makaburini. Wengi humu mnafanyaga hivyo. Sasa ukiwa umekombolewa, umesamehewa, Mungu haoni dhambi, anaiona damu ya mwana kondoo, damu ya mwanae isiye na mawaa mbele ya maisha yako. Lakini wewe unaendelea kufuata yale ya kwenye ukoo. Kuna watu hapo wakipigiwa simu kwamba tuna ibada ya malaika, pombe ya malaika. Huku hapo wanaopika pombe za malaika. Malaika walevi ase. Nyinyi malaika mlionao walevi. Kule kwetu Songea zipo hizo pombe za malaika. Humu hamna humu. Mambo naongea ni ya kule kwetu ete ya Songea tu. Pombe za malaika huko mpiki. Wanasema wale mababu wale inabidi wakumbukwe. Muda mrefu sana tumewaacha, tuliwasusa. Kwa hiyo inapikwa pombe inaitwa pombe ya malaika. Ikipikwa ile pombe inaenda wanakunywa, wanalewa, wanachoka, wanakula na nyama. Alafu wanaenda wanamwaga makaburini zile pombe. Na ndio maana unaweza kukuta mtoto anasoma, anafika kwenda form 4, anafika kupasua, wale wanaangalia wanasema nyota ya huyu mtu inang'aa, huyu atakuwa mfalme kama Yesu Kristo alivyotazama. Huyu atakuwa mtu fulani. Na yule babu anayemiliki kwenye ule ukoo wakati ule haruhusu watu wao wapokee mafanikio hayo. Toa huko. Ndio maana anasema katika Ufunuo, anasema
astahilie mwanakondoo aliyechinjwa, akamnunulia Baba ili uwe wa Mungu. Ina maana damu ndio iliyolipa ili ununuliwe. Watu wa kila lugha na kabila. Ndio maana tumepewa lugha ya mbinguni, na ndio maana nasema na ishara hizi zitafuatana na hao waniaminio kwa jina langu. Kwanza watanena kwa lugha mpya. Mungu akatupa lugha ya mbinguni. Kwa nini? Hizi lugha zinaishia hapa. Kwa hiyo kuna namna ya maisha unayang'ang'ania uyaishi, lakini si yako. Lazima tujue kwamba tulihamishwa. Na ndio maana nimekuambia haya mambo manne lazima ujue. Jambo la kwanza, uwe na ufahamu juu ya kile kilichofanyika. Jambo la pili, ujue namna gani ulikombolewa. Jambo la tatu ambalo lazima wote tufahamu, kwamba ni lazima tukikombolewa tukubali kutoka. Tukuwa na njia nyingine ya kumkomboa mwanadamu isipokuwa damu ya pekee. Mathayo 24:38. Yesu Kristo pekee alikizi vigezo, akakubali kufa. Kama umefika Mathayo. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Anamwambia Mungu, nibadilishie basi nilipe adhabu nyingine. Kumbuka nilikwambia sifa ama namna ya kukomboa ni lazima ulipe sawa sawa na kinachohitajika. Akaenda kaomba. Mara pili anasema ikiwa iwezekani nisipokinywea kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa mapenzi yako yatimizwe. Kama iwezekani kikombe hiki kiniepuke nisipokunywa, basi acha tu ninywe, acha tu nife, acha tu niuawe, ili mradi nimkomboe fulani. Ninampenda, ninajua adha anayopitia, ninajua shida anayopitia. Waebrania tumalize hapo 14:6. Unaandika ili shetani asiwe na deni nasi, ilihitajika damu tu. Tuwe hai, tulihitaji damu. Maana haiwezekani damu ya mahafali na mbuzi. Naomba urudie, mahafali ya wapi? Maana haiwezekani damu ya mafahali. Maana haiwezekani damu ya mafahari na mbuzi kuondoa dhambi. Mafahali na mbuzi haiwezekani kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema dhabihu na toleo hukutaka. Dhabihu na matoleo hukutaka. Sikiliza hiyo. Lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Kuna watu wanaambiwa naenda katoeni sadaka mteketeze, zinachinjwa wanyama. Hivyo vyote vikupendezwa na Mungu. Nasema mwili uliniwekea tayari. Kwa hiyo Mungu alikuisha kuandaa mwili ambao Yesu Kristo atakuja atauvaa ili awakomboe wote waliokuwa katika mwili. Unapopokea huo ufahamu, tambua kwamba wewe si mtumwa tena. Unapoomba tumia damu ya Yesu. Tunapoadhimisha juu ya Pasaka ama siku hizi za Pasaka, tunakumbuka kile Yesu alikifanya msalabani. Sasa kuna watu wamekuwa kila Pasaka tokea miaka nenda miaka rudi mpaka sasa hizi wanazeeka nayo, lakini hawajawahi ona matokeo ya damu ya Yesu kwenye maisha yao. Kwa nini? Kwa sababu wanajua siku ya Sabato ni siku ya kukaa siku 40 bila kula. Mungu akupe neema. Simama kwa miguu yako.